Leo nina furaha na amani moyoni mwangu kwa sababu ninajua kwamba kuna mambo mazuri na ya ajabu Bwana anafanya. Mimi ni mmoja wa wanaomtarajia Bwana katika mwaka huu, kwa sababu kuna mambo tayari yamenena, na mimi nimechagua kumwamini, kwa sababu kama vile ambavyo Sara alisema, alichagua kumwamini Mungu kwa sababu yeye hufanya mambo hata yale ambayo hayapo. Kwa hivyo hata nami nimechagua kuamini, si kwa sababu nimeona, lakini kwa sababu nimesikia yale ambayo Bwana amesema, na nishawahi kusikia tena akisema na anatenda, na kwa sababu yeye habadiliki, basi mimi ni mmoja wa wale wameamini, na ninamtarajia Bwana kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Tuko ndani ya mwaka mpya, tuko ndani ya mwezi mpya, na tuko ndani ya wiki ya pili, Jumapili ya pili, tunapoendelea kupokea neno la Mungu, tunapoendelea kukubaliana na vile Mungu anasema. Maandiko yanasema kwamba Bwana amesema nasi mwaka huu katika kitabu cha Mwanzo 26 na aya 18 ya kwamba huu ni mwaka wetu wa kuchimbua na kumiliki. Ni mwaka wa kuchimbua. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka wa hatutachimba, tunachimbua. Kwa sababu kuna tofauti ya kuchimba na kuchimbua. Kwa sababu kuchimba ni kuanza kazi upya, na kuchimba kuna shida zake, lakini kuchimbua ni kurejelea mahali ambapo palikuwa na kitu, na ili ukaparejelee upya tena, kwa sababu hivyo ndivyo Bwana anataka. Na kwa hivyo asubuhi ya leo nataka tuendelee kuangalia hili neno, na ninashukuru Mungu kwa sababu najua atatusaidia. Nataka turudi katika hito kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 26, Mwanzo 26, ili tukaendelea kuelewa vile ambavyo Bwana anasema. Ni kwa sababu ni katika kuelewa ambapo kuna kufunulia vile Mungu anataka na wewe. Ombi la moyo wangu ni ya kwamba macho ya kuelewa kwenu ifunguliwe, ili mkaweza kujua kile Bwana amewawekea kwa hili neno, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Katika kitabu cha Mwanzo 26, nataka tusome aya ya kwanza, aya ya pili na ya tatu, alafu tukaingia kwa aya ya 18. Biblia inasema kwamba there was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Abimelech king of Philistines in Gerar. Then the Lord appeared to him and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land of which I shall tell you. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and to your descendants I give all this land, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father." Ikawa zaa katika nchi hiyo, bali na zaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, "Usishuke kwenda Misri. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako." Amen. Amen.
Verse 14 inasema, tuanzie verse 17. Then Isaac departed from there and pitched his tents in the valley of Gerar and dwelt there. Verse 18. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye. Maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka uelewe kama vile ambavyo tulisema asubuhi katika kipindi cha maombi, ya kwamba Biblia inatuletea Isaka akiwa katika hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa katika janga la ukosefu wa chakula. Na Biblia inasema ya kwamba Isaka akachagua kwenda kutafuta msaada. Na kwa hivyo akaenda kwa nchi ya Wafilisti kwa mfalme Abimeleki. Na Biblia inasema kwamba akiwa mahali pale, akiwa safarini, Mungu akanena na yeye. Na Mungu alipomwongelesha akamwambia kwamba usiende Misri, kwa sababu Mungu alikuwa na uwezo wa kusoma mawazo yake. Alikuwa na uwezo wa kusoma moyo wake. Na alikuwa amejua kiwango ambacho amesukumwa na hali aliyokuwa ndani yake. Na kwa hivyo Mungu akanena naye akamwambia usiende Misri, lakini uende nchi ambayo mimi nitakuambia. Na uende ukae mahali pale. Na neno ambalo nataka uelewe siku ya leo, Mungu akamwambia na mimi nitakuwa pamoja na wewe. Na nitakufanikisha. Na kwa Biblia inasema naye Isaka akaenda Gerari. Na akaenda akaweka hema zake katika bonde lile la Gerari. Na akachimbua visima ambavyo baba yake alikuwa amechimba kale. Kwa sababu zilikuwa zimezikwa na maadui baada ya baba yake kuondoka. Na kwa hivyo asubuhi ya leo kile ninataka uelewe ni ya kwamba wakati tunaongea kuhusu kuchimbua visima, tunaongea kuhusu uwezo wa kurejea pale mwanzo. The ability to go back to the source. Uwezo wa kurejea mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Na tumesema mara nyingi wapendwa mahali hapa, ya kwamba kila taifa, kila mtu, kila jamii, kila ukoo, kuna mahali ambapo Mungu aliwaanzisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeyote anayetoka kwa uwepo wa ama Mungu ambaye, mtu ambaye ameumbwa na Mungu, Mungu ana kusudi njema la mwanzo na yeye. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaongea kuhusu kuchimbua, tunaongea kuhusu uwezo wa kurejea. Tunapoongea kuhusu visima, kisima ni shimo ambalo huchimbwa, ambalo linaelekea chini, ambalo linashikanisha mwanadamu na source ya maji. Wapendwa, kule chini kuna maji. Bwana asifiwe. Kuna maji. Lakini uwezo wa kuyafikia uko katika kisima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yaliyo mahali fulani, lakini kuna njia ya kwenda pale. So kisima ni njia ya kwenda mahali maji yalipo. Asifiwe Yesu. Na wakati ambapo Isaka anaambiwa anachimba visima, ni kwa sababu ukosefu wa visima umeleta janga la ukosefu wa chakula.
So kama angekuwa na kisima, angekuwa na access ya kwenda kwa source, ya kuleta kitu muhimu kitakachomsaidia maishani. So katika maisha haya wapendwa, everything has a source. Kila kitu kina mwanzo wake. There is a place where your things are. Kuna mahali mambo yako yalipo. Kuna mahali mambo huanza. Kuna vile Mungu alitaka na maisha yako. Hallelujah. Kuna vile Mungu alitaka wokovu wako uwe. Kuna vile Mungu alitaka kanisa liwe. Asifiwe Yesu. Amen. Na kwa Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia usiondoke, usiende Misri, ukae mahali nitakwambia na nitakuwa na wewe. So nataka nikukumbushe leo ya kwamba a well kisima is a hole or is a thing that takes you to the source. Ni shimo ama kisima kinachokuelekeza kwenye mwanzo. Ni kitu kinakupeleka kwa mwanzo wa mambo. Bwana asifiwe. Na nikwambie leo, uwezo wa kuchimba kisima unahitaji ustadi mkubwa sana. Tulipokuwa tukiangalia mambo ya kisima, nimegundua ya kwamba kabla ujue urefu wa mahali maji ipo, utahitaji wataalamu wengi. Bwana asifiwe. Hata wale ambao huchimba boreholes, kabla hizo boreholes zichimbuliwe, kuna wataalamu wa aina nyingi ambao wanahitajika, na kuna fedha nyingi zinahitajika ili ya kwamba kisima kichimbuliwe. Lakini nataka nikueleze mpendwa, Mungu akamwambia Isaka, usiende mahali mbali, usiende Misri, nitakuwa na wewe ili nikupeleke kwa source. So mimi nataka uelewe, for you to dig a well, ili wewe uchimbue kisima, you need the owner of the source. Unahitaji mwenye kisima ama mwenye mwanzo. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, nataka tuelewane hivi. Gwenda tuigwane yoyo. Kisima githima sicho maji. Kikio mai. Bwana asifiwe. Amen. Kisima sio nini? Githima tikio ke. Na maji yako mahali hauwezi kufika. Na maime hado utagihota gukinya. Mpaka kisima kiwe. Ginya hakorohe na githima. Amen. Na wapendwa, maji yana mwenyewe. Maime na mwene. Tuelewane? Tuiguane. So kile ambacho unahitaji kimeshikwa na mtu fulani. Mungu, God holds the source. Mungu ameshikilia. But you need a well. Lakini unahitaji kisima. Bwana asifiwe. Amen. You need to dig a well. Wahitajika ufukue kizima, so that you may go to the source. Ili wenende pale mwanzo. So nataka nikwambie siku ya leo, you need to go to the owner of the source. Unahitajika wenende kwenye mwenye mwanzo. You need to identify with the source of sources. Unahitajika ujitaburishe na mwenye kisima. God is the source. Mungu ndiye chanzo of all sources. Ya visima ama mwanzo wote. Ni yeye anajua kisima kiko wapi. Mungu alimwambia Isaka, I will be with you. Nitakuwa na wewe. So the presence of the well kule kupatikana kwa kisima was because God was with him. Kwa sababu Mungu alikuwa na yeye. So God was the source. Mungu alikuwa chanzo of the source of the well. Ya chanzo cha kisima. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akamwambia, mimi nimetangaza usiende Misri. Bwana asifiwe. Nitakuwa na wewe. I am with you. God is there. Mungu yupo. Bwana asifiwe. So this year, mwaka huu, if you will redig, iwapo utachibua, God must be there. Mungu lazima awepo. Unajua, we can respond to the word, tunaweza kubaliana na neno, and forget the owner of the word. Na tusahau mwenye neno. I have come to say to us today, nimekuja niseme kwa God Mungu is the source ndiye chanzo of the source. Ya kila chanzo. Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji Mungu turavataragai atuoneshe mahali kisima cha babu kipo, atuonie hali ya ama cha mababa.
kabla ya kisima, kabla ya Isaka kuchimbua, God promised, I will be with you. I want you to know today, it is the I will be with you of God that made Isaac to redig the wells. It is not the digging of the fathers. It is not because the fathers had wells. It is the I will be of God that made Isaac to redig the wells. So it doesn't matter whether you know where the wells are. If God will be with you, the wells will appear. And your work is to redig. Na kazi yako ni kuchimbua tena. Mimi nataka nikwambie leo, mambo ambayo tulitazamiwa kuwa nayo katika roho na kawaida, mengi hatuyajui. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Lakini Mungu anajua. God knows. Mungu anajua. So kile nataka uelewe ni ya kwamba Mungu alimwambia Isaka, I will be with you. Nitakuwa pamoja nawe. I will be there. Nitakuwa pale. So if I am there, na iwapo nitakuwa pale, I will prosper you. Nitakunawirisha. So redigging kule kufukua is a sign of prosperity that is brought by the presence. Kumeretwa na kuwepo kwake. Ni uwepo wa Baba unatusaidia kuchimbua, na hata sio kuchimbua tu, kujua mahali kisima kilipo. Mungu alimwambia Isaka, nitakuwa pamoja na wewe na nitakusaidia. Wapendwa, kuchimbua kisima, it is a sign of God's help. Ni kusaidiwa. Wapendwa, ni kusaidiwa. Kama hatutasaidiwa, hatutaviona visima na hata tutarudi kwa mwanzo. Tumesema kisima ni njia inayokupeleka mahali mwanzo ulipo wa mambo yaliyokuwepo. Wapendwa, nikwambie, una mambo yamewekwa mahali. You have a source of your success. You have a source of your progress. But you need the help of God. Unahitaji msaada wake Mungu. So Mungu akamwambia, I will be with you. Nitakuwa pamoja nawe. Don't go. Usienende. For I will be with you. Sababu nitakuwa na wewe. So I want you to know today, nataka ujue leo, you are digging of wells. Kufukua kwa visima. It is in the presence of God. Ni Mungu kuwa pamoja na yeye. So we will not despise God this year. Hatutampuuza Mungu because he is the one who knows. Kwa sababu yeye ndiye where the wells are. Mahali kisima kilipo. Wapendwa, mwaka huu hatutamdharau Mungu. Mwaka huu hatutamweka Mungu mbali. God must be our companion this year. Oh, hallelujah. Amen. Biblia inasema akamwambia usiende. Usiende, nitakuwa pamoja na wewe. Nataka uangalie maandiko ambayo yananifurahisha sana. Maandiko ambayo Bwana amenifunulia wiki hii. Na yananifurahisha sana. Kulingana na vile Bwana alinena na Haga. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nataka tuangalie maandiko ambayo ni maandiko mazuri na maandiko muhimu. Maandiko mega na mafata. Hallelujah. Amen. Maandiko ya kitabu cha Genesis. Mwanzo chapter 21 and verse 19. Sura yake 21:19. Nataka tusomewe kuanzia aya ya 17. Kuma muharu 17 na 19 mwisho. Gina 19 mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Hebu sikiliza hii. Maandiko yasema katika Mwanzo 21 mstari wa 17 mpaka 19 inasema ya kwamba Mungu akasikia sauti ya kijana. Akasikia sauti ya kilio cha kijana. Bwana asifiwe. Si mnakumbuka hii ni hadithi ya Haga? Amefukuzwa, ametoka kwa Ibrahimu. Neuma kwa Ibrahimu. Sababu Ishmaeli na Isaka wanapigana. Netodo Ishmaeli na Isaka ni mararwa. Na Sara ako na shida moyoni mwake. Na Sara ana dhina goro ina yake. Na anafikiria Ishmaeli atarithi. Na yeshiria Ishmaeli ni yako. Kwa hivyo Mungu akanena na Ibrahimu. Gayake na Ibrahimu. Akamwambia fanya vile mke wako Sara anasema. Akimwira eka ule mtumia wako Sara ego kwenda. Na kwa hivyo Sara akamchukua akamwambia Ibrahimu. Nake Sara akira Ibrahimu. Mfukuze huyu mjakazi na mwanawe. Igata mudoyo wa wira na mwana wake. Ibrahimu
Ibrahimu akampangia mikate. Ibrahimu akimfangira mikate. Na maji kidogo kwa chupa. Na maji manini chupa ine. Na akamfukuza. Na kemuigata. Na alipoenda maji ikakwisha. Maji magethira. Na huyu dada akaweka mtoto mahali mbali. Na kemutumia huyo akiga mwana haraya. Na mtoto akawa akilia kwa sababu ya kiu. Na mwana akirira ni undu wa nyota. Hapo ndipo sasa Mungu akaingilia. Hau niho Ngai aigereire. Hebu soma kuanzia 17. Mungu akasikia sauti ya kijana. Nani alisikia sauti? Haya, wacha niulize, mama alikuwa amesikia sauti ya mwana? Nyina naigwete mugambo wa mwana. Mama alisikia kilio cha mwana wake? Mutumia naigwete kilio cha mwana wake. Amen. Mama alikuwa anasikia nyina naigwa mwana wake akilia. Mwana wake akerera. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hakuna kitu alifanya. Nogo tiro ndwekire. Ni Mungu alisikia. Ngai niwe waiguire. Mambo yakabadili. Maundu makigaroroka. Hebu endelea. Malaika wa Mungu akamuita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji. Akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Amen. Mungu akamfungua nini? Gayake muhigora ke. Akaona nini? Akiona ke. Kwa hivyo mahali alisikia, mahali alikuweko, kulikuwa na kisima, lakini hangekiona. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alipokuja kupitia kwa malaika akamwambia, mimi nitanawilisha huyu mtoto, mushike. Unajua huyu mama alikuwa ameweka mtoto chini kwa sababu her hope was gone. Asifiwe Yesu. Lakini Mungu akamwambia, murejeshe mtoto mikononi mwako, kwa sababu hata angamia. Nitamfanya taifa kubwa na nitamnawilisha. Hebu amefikiria, Mungu anaongea kuhusu siku za usoni na mtoto anataka kufa kwa kiu. Biblia inasema Mungu alipomaliza kumwambia vile mtoto atakuwa in the future, akamfungua macho, akaona kisima, akashikanishwa na uhai tena. Biblia inasema akachota maji, akajaza chupa yake, akampa mtoto na uhai ukarejea. Nataka nikuambie, Mungu asipokufungua macho hautaona kisima, utaendelea na kilio, utaendelea na matatizo until your eyes are opened. And did you ever know? Na je wajua the well kisima is not far from where you are. Hakiko mbali na mahali ulipo. Biblia inasema wakasafiri. Madiko matirauga magethie. They never went anywhere. Hawakwenda popote. Mungu alimwambia nyita mwana na guoko. Gayake mwera mshike mkono mtoto kwa mkono. Huyo ndagethie hado. Haendi mahali. Na agatuika rurere runene. Atakuwa taifa kubwa. Tiga kumuigathe. Usimweke chini. Ndugakue ngoro. Usife moyo. Munyite na guoko. Mshike kwa mkono. Ndakwira umuthe. Nimekuambia siku. Huyo niye gutura. Huyu ataishi. Atuike rurere runene. Awe taifa kubwa. Marekania. Gayake muhingura maitho. Gayake muhingura maitho. Akiona githima, agitaha mai, akihe mwana, magitura. Ndakwira umuthe, ona ngorwo wena githima, Ngai no nginya kuhingure maitho. It is about the opening of your eyes that will see the well. So God must not be far. Mungu hatakuwa mbali. Mungu hatakubalika kuwa mbali. Your well kisima chako is where God is. Chiko mahali Mungu yupo. Listen. Skiza. The presence of the Lord uwepo wake Mungu reveals the well. Unapata kufunua kisima. The presence of God. Uwepo wake Mungu. Don't despise the presence of God. Usidharau uwepo wake. Asifiwe Yesu. Amen. Wapendwa, siku moja Mungu aliteta na wana wa Israeli. Gai agetwika wako alia na ciana cia Israeli kuwapigia kelele kwa sababu wale walikuwa wamejishikanisha na kisima kingine. And they despised their God. Wakamdharau Mungu wao. And they never followed the right fountain. Na hawakufuata kisima kilichofaa. Angalia Yeremia 2. Yeremia 2. Hebu angalia Yeremia 2. Verse 11 to 13. Yeremia 2 kuma 11 nginya 13.
Jeremiah chapter 2 verse 11 to 13. Inasema ya kwamba, je, taifa wamebadili miungu yao ingawa sio miungu, lakini watu wangu wameubadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisichofaidia. Enyi mbingu, staajabuni kwa ajili ya jambo hili, mkaogope sana na kuwa ukiwa sana, asema Bwana. Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Watu wangu wametenda maovu mawili. Andũ akwa nĩmekĩte mehia ma mĩthemba ĩrĩ. Ovu la kwanza, hebu sikia. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima. Wamejichimbia mabirika ya fujayo yasiyoweza kuweka maji. Wamekiacha kisima kilicho na uzima. Wamejichimbia visima visivyoweza kushika maji. I want you to know, beloved, as we dig, we must go back to the source. And God must be our source. So Biblia inasema wameniacha mimi niliye chemchemi, mimi niliye kisima kilichobeba maji ya uzima, na wamejichimbia. Anasifiwe. Nataka uelewe, kisima sio kisima tu. Biblia inasema wamejichimbia, wamechimba visima, wako na visima. Amen. They have wells ambavyo wamechimba. But the Bible says kile kisima wamechimba is not divinely connected with the source of the well that carries the water of life. Mimi nimekuja niseme hivi, if your well will take you back to the source, must be connected with the well that carries the water of life. Kisima chako kinakuwa na uzima kikishikanishwa na kisima cha uzima, na kisima cha uzima ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema wameniacha mimi niliye kisima cha maji ya uzima, na wamejichimbia. So anasema wako na visima lakini bado wako na kiu. Hebu soma verse 13. They have their own wells. Hebu sikia vile, hebu soma hiyo alafu nisome kwa Kiingereza hapa. Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili, wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Oh, hallelujah. Amen. Mabirika ya vujayo. Idhima. Wako na mabirika, wako na visima, but they cannot hold water. Lakini haziwezi shika maji. They cannot maintain the stability. Haiwezi hifadhi ustahimilifu. It is true that they have wells, ni ya kwamba wako na visima, but they are not connected, lakini hawajapatanishwa with the stability na ule udhibitifu of the well of life. Wa visima vya uzima. Na Biblia inasema ya kwamba therefore, kwa hivyo, Jeremiah chapter 2. Mimi nataka nisome kwa Kiingereza. Kuna neno hapo linitia moyo sana. Verse 13. For my people have committed two evils. They have forsaken me at the fountain of living water, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Broken cisterns. Kule kufujika kwa birika zilizovunjika, that which you have hope in. Kuna mambo unatazamia, kwa maodo weregereire, kuna mambo unatazamia, na neithima ndurikagu, na ni visima vimevujika. Broken cisterns. Zile visima vimevujika. They have forsaken a fountain. Mimi kisima. And they have dug for themselves the cisterns. Wamejichimbia mabirika ya vujikayo. Remember, God is a fountain. Kubuka Mungu ni kisima. So
whatever you have chochote ulicho nacho becomes a well kinafanyika kisima when it is connected wakati kimepata with a fountain. na kisima. A fountain Kisima is a big source ni chanzo kubwa that feeds a small source. inayotoka visima vidogo. Oh Lord, I thank you. Oh Baba, ninakushukuru. A fountain, Kisima, kisima ambacho ni Mungu, githima kiria kionega ni kisima kikubwa. ni githima kinene muno. Mwathani arogocwo. Amen. Kile kilicho na wingi wa maji Kiria kina wingi wa mai ambacho hupatia maria maheanaga visima vidogo vidogo. maheaga ithima iria. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Biblia inasema ya kwamba Maandiko makauga, mwaka huu mwaka uyu tusiache kisima tutigatige kilichobeba maji ya uzima. Kiria kina mai Bwana maji. Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. God is our source. Mungu ni chanzo God is our source. Mungu ni chanzo God is our source. Mungu ni chanzo In the chetu. mighty name of Jesus. Jina So kura Biblia Yesu. inasema ya kwamba Maandiko makauga, akafungua Haga macho, akihingura Hagai maitho, akaona kisima. akiona githima. Yeah. Amen. Akafunguliwa nini? Akihingurwa ki? Mimi naomba Mungu akufungue macho. Ndirahoya Ngai akuhingure maitho. Lakini before your eyes are opened, No maitho maku matanahingurwo, you must sincerely be together with God. lazima umaanishe kuwa na Mungu. No ginya mwambe muthondeke ndugu. Lazima muwe na urafiki. Bwana asifiwe. Amen. So as we return to the source of our life, Tunaporejea chanzo ya uzima wetu, tunaporejea mahali tulihitajika. tugicoka haria twabatarite. Bwana asifiwe. Amen. Ha? Bwana asifiwe. Amen. Tumesema ya kwamba Tugatiriri visima ithima ni uwezo ni uhoti wa kurejea wa kwa gucokerera mwanzo. haria kiambiriria. Bwana asifiwe. Amen. Tumesema ya kwamba Tugatiriri kisima githimari ni shimo ambalo huchimbuliwa, ne githima linakushikanisha na mahali maji ipo. liria rikunyitithanagia na haria mai mari. Bwana asifiwe. Amen. So tunaongea kuhusu Turari iguru ria kurejea. gucokerera. Eh? Amen. Kurejea Gucokerera kwa mababa zetu, the source of our greatness. chanzo ya ukuu wetu. We are going back to the source. Tunarudi tena kwenye chanzo yetu. As we go to the source of our greatness, Tunapoenenda na kurudi kwenye chanzo ya ukuu wetu, lazima turejee katika mwanzo no ginya tucoke kiambiriria wa ile kisima kilichobeba uzima. wa githima kiria gikuite muoyo. Kabla hujapata visima vyako, Utanagia na ithima ciaku, lazima kwanza urudi kwa kisima cha uzima. no ginya ucoke kuri githima. Natangaza kwa jina la Yesu, Kiraria thĩinĩ wa lazima urejee kwa kisima kilichobeba uzima. Lazima wapendwa, kabla Mungu akurejeshe kwa utajiri, lazima urejee kwa yeye Mungu. I want to say to you beloved, we are not just returning to the source of our fathers. We are returning to the owner of the source. So today I want to remind you, kabla hujasherehekea visima, lazima usherehekee kurejelea kwa mwenye visima. So Biblia inasema wamemwacha. Mwaka huu ni mwaka wa kurejea Bwana. Gucokerera githima kiria gikuite mai ma muoyo. You must no ginya wambe uthondeke ngwatanĩro yaku. Ndakwĩra no ginya uthondeke ngwatanĩro yaku. Ngai niwe wĩna ithima cia ũhotani wa mũtũrĩre cia guoko-inĩ kwa Ngai. Wacha nikwambie leo, hakuna mtu ataiona hatima ya maisha yake kama hawana uhusiano Mungu mzuri na Mungu. Wapendwa, visima vimezikwa. Visima vimezikwa. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, visima vimezikwa na havionekani na macho ya wanadamu. Mungu peke yake ndiye anajua. Alimwambia Isaka, nitakuwa na wewe. Kuwa na Mungu, kuwa na Isaka. Mungu kuwa na Isaka ndio kulioneshana visima. Mungu kuapia kwa kilio cha Ismaeli ndio kisima kilipatikana. Wapendwa, visima viko karibu nasi. Lakini if we are going to redig and repossess, we must return to the main source. That is the fountain of living water. Hapo ndipo palipo na kisima cha maji ya uzima. God himself. Mungu mwenyewe. Wapendwa, hawezi kupenda mambo ya dunia ndũngĩenda maũndũ ma thĩ na ushindwe kumpenda mwenyewe. noremwo nĩ kwenda mwenemo. Wapendwa, visima ni vya Mungu. Ithima nĩ cia Ngai. Amen.
Asifiwe Yesu. Mwathani akumio. God, Mungu, is the source. ndiye chanzo. Asifiwe Yesu. Amen. So you must connect with your well. Lazima ujipatanishe na kisima chako Through the source. kupitia mwenye Listen to visima. that. Sikiza hayo. Lazima uconnect na hatima yako. No nginya wenyitithanie na mwisho waku Kupitia kwa Mungu. kugerera Ngai we Without mwene. God, Bila Mungu hakuna visima. gutire githima. I will say it again. Nitasema Without God, bila Mungu there is no well. hakuna kisima. There is no redigging Hakuna kufukua that can tena. be done Akitaka by a physical life kupitia maisha ya if the kawaida. spirit is not there. Iwapo ya kiroho yako Biblia inasema ya kwamba maandiko makauga akawafungua macho akimuhigura na wakaweza kuona. magitwika. Isaia 58 Isaya 58 mstari wa 10 na 11 na muhari wa 10 na 11 tunapokamilisha. tukirekereria. Biblia inasema they have forsaken me. Maandiko yasema wameniacha mimi. So if they have forsaken, Iwapo wameniacha for them mimi, to go to build to ili wachimbue visima visivyomwaga, nigetha meje ithima itare ndurikagu, lazima warudi kwa kisima kile kwanza. no nginya mabe macokerera githima kiu. In other words, Biblia inasema Na udonge maandiko makauga your assistance, kule kufururiza kwako kile kisima chako githima giaku kinafungwa mashimo nikyohetwo marima na kisima cha uzima. na githima kia muoyo. They have forsaken me, Wameniacha mimi and the cisterns they have, na yale mabirika walio nayo they are broken. yamefujika. They are broken Yamefujika because of my absence. kwa sababu ya kutokuwepo Without kwangu. me, Bila mimi what you have kile ulicho is nacho broken. kimefujika. Without God, Bila Mungu it doesn't matter haijarishi what you have in your hands. kile ulicho nacho It mkononi cannot quench your thirst. hakiwezi ondoa kiu yako. Mimi nataka nikuambie, Gwedagwerio, without God, bila Mungu even that which you think is big hata kile unafikiria ni kikubwa is broken. kimefujika. Na ukubwa wa birika Unene wa githima unajulikanaga na Mungu, umenyekanaga na Ngai, sio macho yetu. kimaitho maitu. So Biblia inasema Maandiko makauga because of my absence, kwa sababu ya the kutokuwepo kwangu fountain of the living water, kile kisima cha maji ya uzima, kwa sababu ya kuniacha mimi, ni undu wa kwa kundirikania, sababu ya mimi kutokuweko, ni undu wa gukorwo ni itariho, wamechimba visima. nimejeire. So what we are doing, beloved, kiria turauga mwendo, as we redig and repossess, tunapofukua vizima na we kuzimiliki must tena, also redig lazima tena tufukue and repossess na tumiliki the fountain kisima of the living water. cha uzima cha maji ya Redig uzima. your relationship with God. Fukua Oh Lord, I pray that your people me here. na Mungu. Ciboria ngwatanĩro yaku na Ngai. Fukua. Ciboria mũndũ wa Ngai. Ciboria coka to the source. Rudia. Maandĩko marauga matiganĩirie gĩthima kĩa maĩ ma muoyo. Wameacha kisima cha uzima. Magecimbĩra tũthima tũtũrĩkangu. Ona makejera ithima. I want you to know, beloved, nataka ujue mpendwa, before you return to the wells of your fathers, kabla urudi kwenye visima vya baba you yetu, must return to the well that carries the living water. lazima urejee kwenye kisima ambacho kimebeba. So you must redig and repossess your relationship. Lazima ufukue na umiliki mwanzo wako. Bwana asifiwe. Amen. Uhusiano, redigging and repossessing a relationship with God. Ufukue na umiliki uhusiano wako na Mungu. Watu wa Mungu, mwaka huu Mungu atakupeleka kwenye kisima chako. Amen. Because he is the owner of the source. Kwa sababu yeye ndiye mwanzo wa mwanzo. Biblia katika hiyo Isaia ambayo nimewaambia asubuhi ya leo, Isaia 58. Maandiko ni Isaia 58. Isaia 58. Isaia 58. Tumalizie hapo Isaia 58, and I thank God for who he is. I thank God because he is the source. Namshukuru kwa sababu yeye ndiye chanzo. Hallelujah. Amen. We must go back. Lazima tumreje to the original well. Katika kisima kilichoasilia. Bwana asifiwe. Amen. Wengi wamechimba visima. Aigene matiganeirie ithima. Na wanafikiria they will quench their thirst. Na wanafikiria wataondoa kiu yao. Nisome kutoka aya ya 10. Kuma muhari wa 10 wa Isaia 58 irauga wao. Na kama tu kwanza soma kuanzia 11. Mstari wa 11 unasema, naye Bwana atakuongoza daima,
ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Verse 13. Umesoma verse 11 and 12. Wacha nisome 12. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejesha njia za kukalia. Kama ukigeuza mguu wako, usiharifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiituza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Now Biblia inasema kuanzia aya ya 13. Kuma muharu 13. And the Lord will guide you continually. Na Mungu atakuongoza daima. Atakuelekeza. Wapendwa, we must return to him lazima tumrejee because he is our guide. Kwa sababu yeye ndiye anayetuelekeza. Your well is somewhere. Kisima chako kiko mahali. And you must be guided to that place. Na lazima uelekezwe mahali pale. And the Bible says, na maandiko if you return to the fountain, iwapo utarejea kwenye he will guide you. Atakuongoza. Hallelujah. Amen. The Lord will guide you. Mungu atakuongoza. Not one day. Si siku moja. Not one year. Sio mwaka mmoja. Continually. Daima siku zote. Biblia inasema maandiko makauga na Isaka akaanza kufanikiwa. Akiabereria kugashira. Tunarudi tu pale mwanzo kwanza. Tugashoka hale akiabereria rege. Mungu akamwambia Ngai akimwira usiende Misri. Tukaye gushoka Misri. Kama hali nimekuambia ikara hali agwirite nitakuwa na wewe. Nigukorwo hamwe nawe. Asifiwe Yesu. Amen. Isaka baada ya Mungu kuwa na yeye, thutha wa Isaka Ngai gukorwo nake, akapanda mbegu. Akihanda mbegu. Zikazaa mara 100. Cigiciara maita igana. Asifiwe Yesu. Mwathani akumia. Watu wakamsikiria wivu. Andu makimwigwira wivu. Biblia inasema maandiko makauga akaanza kunawiri. Akiabereria kugashira. Kuanza kwa kunawiri kwake, kuabereria kwa kugashira kwake, kulitokana na jambo hili. Komanira na undu uyu. Nitakuwa na wewe. Nigukorwo hamwe nawe. Ona waliganiro everything else. Hata ukisahau chochote kile, don't forget. Usisahau. It is the presence of God. Ni uwepo wake Mungu that made the difference. Unaoleta utofauti. Hallelujah. Amen. So Mungu alipomwambia nitakuwa na wewe, Kaidere amwiria nigukorwo hamwe nawe. Biblia inasema maandiko makauga akaanza kunawiri. Akiabereria kugashira. Alafu Biblia inasema hakuacha kunawiri. Datire kugashira. Akaendelea. Agethie na mbere. Na akanawiri sana. Na kigashira muno makiria. Because Biblia inasema ni undu maandiko marauga God guides continually. Ni amutongoririe hindi ciothe. Bwana asifiwe. Wapendwa, kuanza kunawiri, kuambiriria kugashira, sio kuendelea kunawiri, kiguthie na mbere kugashira. Oi. Amen. Sunisaidie kuambia jirani yako tu asikie vile tunasema. Ndeithia kwira uria muriganetie aigue uria turoga. Kuambiriria ndori. Kwanza jambo kiguthie na mbere naguo, si kuendelea nalo. Nega maana mbele liodo. Ni watu wangapi wameshaanza jambo na jambo hilo halikuendelea mbele. Amen. Makiabereria wakaanza lakini jambo hilo halikuendelea mbele. Lilisimama. Mimi ni mmoja wao. Nimeshaanza jambo lakini halikuendelea. Hii ni kusema ya kwamba kuanzisha sio kuendeleza. Kikuguthie na mbele. Asifiwe Yesu. Mwathani akumia. Nguvu za kuanzisha, hinya wa kuabereria, kunahitajika pia nguvu za kuendeleza. So Biblia inasema mtumishi wa Mungu huyu Isaka akaanza kunawiri, akiabereria kugashira, akiabereria. Na Biblia inasema akaendelea, agishoka agithie na mbere, akaendelea kunawiri, agithie na mbere kugashira. Kwa nini aliendelea? Niki athire na mbere? Because God kwa sababu was with him, alikuwa pamoja na yeye, to guide him amwelekeze continually, siku zote. Wapendwa,
Ninaomba Mungu mwaka huu akuelekeze. Ninaomba Mungu tu akuelekeze. Mungu tu ndugu yangu akuelekeze. Umejipeleka miaka mingi. Umeacha kisima kia maji ya uzima. And you have made yourself cisterns that do not hold water. I have come to say to you, may the Lord guide you. And may his guide be continuous. So Biblia inasema and the Lord will guide you continually. So when we return to the source, as we wait to redig, we must be guided. Sikia mambo mawili. Jambo la kwanza, you must know where the source is. You must know where the well is. And you must be guided on how to redig it. Wapendwa, kuna watu wameona mahali vitu vyao vipo. Lakini kuingia hapo kuna hitaji Mungu. Asifiwe Yesu. Amen. Bwana atukuzwe. How many people have been given great ideas? Ni wangapi watu wamepewa mawazo makubwa, but implementing them, it is not an easy job. May the Lord guide you. Mungu akuelekeze continually. Siku zote. Gaidaga kuonie tu githima hari akiri. Mungu asikuonyeshe agotongoria gugicimburia. May you be guided. No nigetha uteithio. Ili usaidiwe. You must return. Lazima ureje to the source. Kwenye chanzo. You must redig. Lazima and repossess na umiliki. The relationship uhusiano of the owner wa mwenyewe. Of the fountain. Mwenye kisima. Hallelujah. Amen. Your well kisima must connect lazima with the original well. Na kisima kilicho asili. Wapendwa nikwambie, Odo wothe utari wa Ngai mwaka ndukugacira. Jambo lolote ambalo sio la Mungu mwaka huu hautanawili. Ugukorwo wi muturikangu. Utakuwa umefujika. It will not hold water. Hautashikilia maji. I want to tell you for sure. Nataka niwaambie because it is God's doing. Kwa sababu ni matendo yake. For us to return to the wells that were dug by our fathers. And the Lord said, I will be with you. Na Baba Mungu anasema so that I may guide you. Ili niwaongoze. So number one, la kwanza, God will guide us. Mungu atatuongoza. Ukirudi kwa kisima kilichobeba umilele. Ugishoka gwigithima kiria gikuete. Ukimrejelea yeye ambaye anajua mahali wewe umetoka. Washokerera uria uramenya haria we uri. Did you know, unajua Mungu anajua mahali umetoka? Ngai nioe kuria umete. Ngai nioe indo cianyu. Mungu anajua vitu vyenu. Oi. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. If you don't forsake the fountain, iwapo hautakiacha na kukipuuza kisima, you will redig a true well. Utafukua kisima kilicho cha kweli. Because God, kwa sababu Mungu, number one, la kwanza, he will guide you. Atakuongoza. Number two, la pili, he will satisfy your soul in the times of drought. Atatosheleza nafsi yako wakati wa kiangazi. Bwana asifiwe. Amen. Kisima utakachochimbua, githima kiria ukweja, kitakuokoa na viangazi. Nigego kuhonokia na omo. Wapendwa, Edwa, waambie jirani kiangazi kitakuweko. I will repeat it again. Kutakuwa na viangazi. Nitarudia tena. Viangazi vitakuwepo. Bwana asifiwe. Amen. Kiangazi cha pesa. Omo wa bia. Kiangazi cha urafiki. Omo wa urata. Watu watakuacha. Andu nimegugutiga. Oh, Bwana asifiwe. Amen. Everything that happens in the world, chochote kitendekacho ulimwenguni, will happen this year. Kitatendeka mwaka huu. But the Lord will guide you. Lakini Mungu atakuongoza. And you will dig your well. Na utafukua kisima chako. And that well, na kisima hicho, will satisfy your soul. Kitatosheleza nafsi yako. In the seasons of drought. Katika majira ya ukame. Then he says, na tena amesema, he will strengthen your bones. Atafanya mifupa yako yawe na nguvu. And the bones are not only these bones. Na mifupa sio mifupa hii tunayoona. Ndani yako mifupa sio tu hiyo ya mwili wako. Mahede to mahede ma mwili wako. Mifupa ya mwanadamu, mahede ma mundu, ndio humsaidia kufanya mambo. Nimo mamutaidagia gweka maundu. Asifiwe Yesu. Amen. Wapendwa, Edwa, tumesimama turugamete kwa sababu tuna mifupa. Niodo twina mahede. Sio nyama tupu. To nyama shika. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Mungu aliweka mifupa kwa mwili wa mwanadamu. Gayekerire mahede mwene-ini wa mundu ili ihifadhi maeneo fulani. Nigetha twike cia kuiga. Mifupa ya mbavu, mahede ma mbaru, ndio imeficha sehemu ya tumbo. Nimo mahithite gicunje kia nda. Ngoro yaku, moyo wako, na mani maku,
na maini yako na mahori na hiyo. Mwathani arogocwo. Amen. Mahithetwo nĩ mbaru. Yamefichwa na bavu. Mwathani arogocwo. Amen. In other words, Ngai arauga atĩrĩrĩ. Kwa neno lingine Mungu anasema maũndũ marĩa mangĩkũnyitĩrĩra yale mambo yatakayokushikilia no ngũmekĩra hinya. Nitayatia nguvu. Kĩndũ gĩothe kĩngĩgũteithia. Chochote kitakachokusaidia. Gũthondeka gũtũma kĩrũme. Nitafanya kiwe imara. Mwathani arogocwo. Amen. I will make sure. Nitahakikisha. Anything that protects your life. Chochote kitakachohifadhi maisha yako. Every bone of your life. Kila mfupa wa maisha I'll yako. Strengthen it. Nitautia nguvu. When people think you are falling, watu wakidhania umeanguka, you will not fall. Hautaanguka. Because kama mfupa wako ni hiyo biashara, ni todo agikorwo mahinde maku ni biashara I will strengthen it. Nitaitia nguvu. It will not fall. Haitaanguka. Bwana asifiwe. Amen. Kama mfupa wa maisha yako agikorwo mahinde ma muturire waku ni uhusiano wako na mtu fulani, ni ngwatano yaku na mundu I muna, will strengthen it. Nitaitia nguvu. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani yakumio. So whatever kindu giothe gikunyitagirira, chochote kinachokusikilia na gukugitira na kukuhifadhi, Ngai no agugikira hinya. Mungu atakitia nguvu. Asifiwe Yesu. Mwathani yakumio. Ndugutigwo werũ-inĩ, hautaachwa kwenye jangwa, tondu Ngai nĩagũkorwo okĩte, kwa sababu Mungu atakuwa amekuja na wendi wake ni ugacire, na mapenzi yake ni unawili. Kĩrĩa giothe kĩrabatarania, chochote kinachohitajika, so that you may succeed, ili upate kufaulu, whatever kind of bone it is, chochote aina ya mifupa inayohitajika, Mungu atatia nguvu. Ngai ni akumekera pamoja na mifupa ya mwili wako. hamwe na mahede I declare in the name of Jesus, natangaza kwa jina la your Yesu, bones will be strengthened. Mifupa yako itatiwa nguvu. Mifupa yako itatiwa nguvu. Mifupa ya mwili na mifupa ya maisha. Wapendwa, kuna watu ambao ni mifupa yako. Ando mahede maku. Ando makekweherera. Ukikana mahede maku maunekete. Itaonekana mifupa yako imefupa. Wathani arogocwo. Kuri ando mahede maku. Kuna watu mifupa. Kuri mawira mahede ma. Kuna kazi mifupa yako. Ndio. Ukitoa, wapendwa. Edwa. Kuna mahali ukitolewa, kwi handu ungeherio, wewe kwisha, we ni wathira. Bwana asifiwe. Amen. Mutumia huyo ule, huyu mama ni umwe wa mahede makwa, ni mmoja wa mifupa yangu. Kuna mambo nimefaulu kwe maundu ngacire kwa sababu yake, ni undu wake. God will strengthen her. Mungu amemtia nguvu. Atamutia nguvu. Ngai ni akumwikira hinya. Kiria giothe gikunyitagirira, chochote kinachokushikilia mwaka huu, Ngai no agugikira hinya. Mungu atakitia nguvu. Ngai no agugikira hinya. Mungu atakitia nguvu. Kiria giothe gikunyitagirira, chochote kinachokushikilia, biashara ureciragia ni guthirira thira, biashara hiyo unafikiria, God will strengthen it. Kama wewe mifupa yako ni masomo, God will strengthen it. Kile ambacho Mungu ametumia kama mifupa ya maisha yako, wapendwa, tunatembea kwa sababu ya mifupa. Your going shall be better. You will go faster, for your bones will be strengthened in the mighty name of Jesus. Kila kege tumugacire, kila gikunyitiriire, Ngai no egukikira hinya thiini wa ritwa ria Jesu. Number 1, he will direct you. Number 1, he will direct you. Number 2, he says he will feed your soul in the times of drought. And number 3, he will strengthen your bones. Ambia jirani yako, ulia wetereire ngwe. Yule ambaye amegojea nianguke, mwaka huu si wangu wa kuanguka. Mwaka huu sio wangu wa kuanguka. Mifupa yangu nimewekelewa hinya, tatiwa nguvu ni Ngai wa matu-ini, na Mungu wa mbinguni. No mwire wega, na umwambie akorwo we niwe mahindi makwa, mwaka uyu ndungitiga, wende kana ndwende, upende usipende. Yes. Na ritarere tiwo urauga. Na wakati huu hausemi. Niye kufuata Ngai. Ninafuata Mungu. Agwekera hinya we. Akutia nguvu wewe. Amen. Wera wakwa munene mwaka uyu. Kazi yangu ni gucoka githima-ini kiama. Kurudi kwenye nakio kindongorie. Kimenyerere mahinda makwa ma ng'aragu. Na kinyitirire mahindi makwa. Natangaza kwa maisha yangu. Sio mwaka wangu wa kuanguka. Si mwaka wako wa kugua. Si mwaka wangu wa kuanguka. Si mwaka wangu wa kuanguka. Siwezi kuchimba visima digeja idhima nianguke. Joke gwe. As well as amen. Every bone kila mfupa that holds your life ambao umeshikilia maisha yako utatiwa nguvu. I say it again. Nasema tena. Every bone. Kila mfupa. Kama mifupa yako ni wazazi wako. Agekoro mahaide makuni ya shia yaku. Yakomekera hinya. Mungu atawatia nguvu. Mwaka yote mwaka wako wa school fees. Huu mwaka sio mwaka wa kukosha. Yakomekera hinya. Mungu atawatia nguvu. Mahede maito.
mifupa yetu. Oh, hallelujah. Amen. Kuna watu ambao Kwena ado, kuna vitu ambavyo ni mifupa yao. Kwe ado ni mahede mao. Bwana asifiwe. Amen. Where your strength is, mahali nguvu zako zipo, Mungu atayatia nguvu. Gainia kumekira hinya. Jambo la tatu, Undo wa gatatu, ukimpata Mungu, wona wegwa tiragai, if you find the fountain, iwapo utapata kisima. Number one, la kwanza, direction, mwelekezo, is not the problem. Sio shida. Number two, la pili, drought, kiangazi. Oh, hallelujah. Amen. Wacha niwaambie, lekeide mwira, mwakoyo, huu mwaka, mwakoyo ng'aragu na nyota, mwaka huu jana kiu ya odwa wothe, ya jambo lolote hazitatua. I'm telling you for sure. Nawaambia kwa ukweli, God, Mungu will fill our souls. Mungu atajaza chanzo chetu in times of in times of drought. Wakati wa kiangazi. And number 4 he says, la nne anasema, I will, after strengthening your bones, baada ya kufanya mifupa yenu yawe na nguvu, you shall be like a watered garden. Utakuwa kama maji ya shamba. Hapana, shamba lililomwagiliwa maji. Ugakorota mugoda witiririo mai. Wapendwa, amen. Ni wangapi washawahi kuwa mahali pamemwagiliwa maji? Niga na maana koro hado haitiririo mai. Shamba la maji? Mugoda. Wajogona ni unaona hado haitiririo mai. Mmeshao na mahali pamemwagwa maji. Mahali kitchen garden. Ile shamba inaitwa kitchen garden. Lile shamba limekaa ubichi. Maandiko manauga atiriri, Ngai atwika githima giaku ri, Mungu akiwa kisima chako, ukuhana mugoda mutoru woitagiririo mai. Utakaa kama shamba ambayo imemwagiliwa maji. Mwaka uyu ndungiuma we. Mwaka huu hautakuwa na Mwathani arogocwo. Amen. In fact, let me tell you, niwaambie, mwaka uyu huu ugukenia maitho ma andu aingi, utapendeza macho ya wengi. Andu magikororaga, watu watakutazama, makauga ng'ania ni arathie wega, watasema mtu biashara ya ng'ania ni arathie wega, biashara mtu fulani inaendelea vizuri, arathie wega. You will be like a watered garden. Utakuwa kama shamba limetiwa maji. Bwana asifiwe. Amen. Because God will guide you to the source of water. Kwenye chanzo cha kuna mambo Mungu atafanya. Kuna maundu yegweka. Itafanya maisha yako ya nawiri. Mareme gutuma muturira waku gashire. Ya remain green. Itasalia. I declare from this day, you can never be dry. You can never be dry. You can never be dry. You are God's watered garden. God's watered garden. Your family is God's watered family. Your business is God watered business. God waters business. I want to know to say to you, koria korora kwa ndo magashonoka. Mahali watu wanatazama wana aibika sio kwako. Sijui kama ushawahi kukutana na mtu ambaye ulikuwa unamjua. Ndiye kana wana shamani na mundu wana mumenya kana wa mumenya. Unakutana na yeye. Mugashamani nake. Unasikia mkiuliza unanengania? Mukorania. Huyo ni mtu fulani. Kaya atia. Kwani alifanya nini? Nikia kile. Alifanya nini? Sababu vile alikuweko. Ni tondu uria ali. Sivyo ali? Tigwa ali. Amana sifiwe. Amen. Ama unaingia kwa biashara ya mtu. Kanoka igira dhini wa biashara ya mtu. Unastuka. Ukamaka. Ulikuwa umeiacha. Wametiete. Ikiwa na overflow. Na wige munene. Overflow. Alafu ukirudi unakuta ni shelves tu. Ugakora ni shelf. I declare that is not your portion. Natangaza hiyo sio sehemu yako. I declare that is not your portion. Natangaza hiyo sio sehemu yako. You are God's watered garden. Wewe ni shamba la Mungu. I pray God's watered garden. Visima vyako vikichimbuliwa, you will be a watered garden. Wewe so your work is easy. Kazi yako ni rahisi. Is to return. Ni kurejea. To the fountain. Kwenye kisima. Return. Rejea. To the fountain. Kwenye kisima. And the last thing that he says. Na jambo la mwisho alilolisema. Is that as you become a watered garden. Tukiwa shamba ambalo limetiwa maji. Your darkness, mwambie jirani yako giza yako, utuko waku. Ule usiku wako. Mahinda maku maduma. Wakati wako wa giza. Makahanana na thaa thita cia muthenya. Yatafanana na mchana. Yani lelia gwe gutuku muno gwaku bauri. Wakati kuna usiku sana kwangu. Wakati giza imekuwa nyingi sana. Kwangu mimi ni kama saa 6 ya mchana. I receive that. Amen. Niambie. Wakati kumekuwa usiku kwako sana. Kinachoitwa giza kwako ni kama oh Lord, I pray. Naomba. Wakati una kitu kwenye akaunti. Wakati unaambiwa hauna kitu. Uko na milioni 2.
Inyono muhiro lugha ya pesa ndegana munyite. Mpe lugha ya pesa muelewe. Hindiro tari kindu fi. Wakati ndio tari na kindu. Hindiro tangiandika sheki. Wakati wezi andika hindiro ungira mundu manio muthe ndigikuhe kindu. Wakati unamwambia siwezi kupatia kitu. Ndire kindu. Sina kitu. 2 million. Wina milioni 2 hado. I receive that in Jesus name. Napokea hayo kwa jina la Yesu. Biblia nega yurauga. Nega yurauga. You are darkness. Giza yako. You are darkness. Giza yako. You are da? Giza yako. You will have a darkness. Utakuwa na giza. But it's darkest way. Lakini iwapo itakuwa ni giza kabisa, ukahanana na saa 6 itafanana na saa 6 ya mchana. Wakati kuna giza kabisa, Neiga na mage hego saa 6 cia muthenya. Ni wangapi watajikwa saa 6 kwa sababu kuna usiku? Ni ulia gutukite. Kwa sababu ya giza. Ni wangapi wanaweza kujikwa? Neiga na mage hego. Wapendwa, ni wangapi wanaweza kuogopa neiga na mage tigera guthie tha. I want to declare to you, by going back to the source, by digging the relationship, you are the greatest darkness shall be like a noonday. Itafanana na saa 6 ya. Hallelujah. Amen. This is to say, hii ni kusema Kinya, sisi hatuta kuingia kwenye giza. Otuko witore usiku wetu uliambagiriria saa 6 taanza saa 6 cia muthenya ya mchana. Yes. Yani nagwe gutuku muno ri. Wakati kuna usiku ni usiku sana. Ni saa 6. Nyo magdao ya gaya munyite tu. Naomba Mungu mshike. Kukiwa kukiwa usiku kabisa. Wakati sijui nitafanya nini. Ni kwa sababu ya usiku. Ni saa 6 mchana. Oh Lord, that you may receive this. Upokee hayo kwa jina la Yesu. Imagine ulirorera tutuli kitu. Ukiambia watu hauna kitu. Wakati huna kabisa. Liria utare na kitu. In other words, sasa wewe huwezi kufika mwisho. Wewe ndogekinya mwisho. Bwana siwe. Amen. Ikiwa ile giza totoro. Dumeria dumanufio. Wakati karibu kuwe asubuhi. Hali hakuereirie na rushine. Kwako ni saa 6. Kuriwe ni thaa 6 cia muthenya. Amen. Yani wewe ndungicemania na nduma ya utuku. Huwezi kutana na giza ya usiku. Tondu wewe gutuku muno gwaku ni thaa 6. Kwa sababu kwako usiku sana ni saa 6 mchana. Yani muthenya waku wothe liuthiraga thaa 6. Siku yako ya mwangaza inaisha saa 6. Muthenya waku wothe liuthiraga thaa 6. Siku yako ya mwangaza inaisha saa 6. Saa 6 ikifika kwako kuna giza. Bwana asifiwe. Ni wangapi wanajua saa 6 kuna kuwa na mwangaza? Asifiwe Yesu. Amen. Let me say to you. Nikwambie kwako. When you go to the fountain. Ukienda kwenye kisima. Of the living water. Ya maji ya uzima. When you redig. Wakati unafukua. And repossess. Na umiliki. The relationship. Uhusiano. Of the source. Wa chanzo. Of living water. Ya maji ya uzima. Your darkness. Giza yako. The greatest darkness. Giza yako kuu. Will be a noonday. Itakuwa saa 6 in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. What I'm saying today is. Bila nasema leo ni ya kwamba. Before we go. Kabla ya tuende. To the well. Of our fathers, we must go to the fountain, to the well that carries the living water. So the redigging of our fathers' well starts with the redigging of our fathers' well. Kwa visima vya baba zetu. God the Father. Mungu baba wetu. Bwana asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako uhusiano wako na Mungu mwaka huu. Gwataniro yaku na Ngai mwaka uyu. Utaleta mambo ishangaze watu. Ekurehe maundu mekugegia. Wapendwa, wachana na visima vya mababa kwanza. Na madhima. Rudi kwa kisima cha kweli. Wewe unajua mahali mumefikishana na Mungu. Wewe unajua uhusiano mlio nao. Bwana Yesu asifiwe. Na kuomba ndugu na dada yangu. Rudi kwanza kwa kisima cha uzima wa milele. Rudi kwa Mungu. Rudi kwa Baba. Usimwachilie, atakufungua macho. Utaviona visima vitakavyosaidia maisha yako. Ninakuomba ndugu yangu, God is the source of your well. Ya kisima chako. Ngai niwe kiambĩrĩria gĩa gĩthima gĩaku. Ndĩrakwĩra ũmũthĩ ũyũ. Pata kurejea to the source. Kwenye chanzo. Who is God? Ambaye ndiye Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema mahali mawili tumesoma. Maandiko makauga handu heri twathoma. Kwanza Mungu akamwambia I will be with you. Habere akimwĩra nitakuwa pamoja nawe. Ni urejesho wa uhusiano. Gũkũ nĩ gũcokererio kwa ngwatanĩro. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu akamwambia, akamtembelea Haga. Na Ngai agĩcerera Hagai. Na uwepo wa Mungu. Na hinya na ũhoti wa Ngai. Ukachimbua kisima. Ũgĩtuĩka wa kwenja gĩthima. Wapendwa. Edwa. Unataka kurudi kwa visima? Nĩ ũrenda gũcoka gĩthima-inĩ? Rudi kwa Mungu. Coka kũrĩ Ngai.
Biblia inasema they have forsaken the Maandiko makauga ni matiganĩirie gĩthima kĩrĩa kĩama. And they have cisterns that are broken. Na magakorwo na ithima iria ituĩkangĩte. That cannot hold water. Iria itangĩnyitĩrĩra maĩ. Without God. Bila Mungu, your well is just a cistern. Kisima chako ni kama bilika That is broken. ambayo imefujika. I pray today. Naomba siku ya leo rudi kwenye kisima. Rudi kwake Mungu. Rudi kwake Mungu. Do not be busy for God. Usikue na shughuli kwake Mungu. Wacha kuchukua mambo ya visima vya dunia zaidi ya kisima cha Mungu. Tiga koya shughuli cia ithima cia thĩ gũkĩra gĩthima kĩa Ngai. Rudia Mungu. Build a relationship with God. Tengeneza uhusiano na Mungu. Relate with God more than the world. Husiana na Mungu vyema kuliko ulimwengu. So the number one way, jambo la kwanza, to dig our father's well, ili tufukue visima vya mababa zetu, ni kurejea to the fountain, kwenye kisima. Bwana asifiwe. Amen. So number one, la kwanza, if you will redig, iwapo tutafukua and repossess na tumiliki the wells this year, visima mwaka huu, the first thing you must do, jambo la kwanza lazima ufanye, is to return. Ni kurejea. And I say return. Nasema kurejea. And when God speaks, na Mungu akisema, he speaks while he knows. Anasema akijua. You need to have a return. Unahitajika urejee. So dede utue Ngai wa goro. Nataka umfanye Mungu wa dhamana gukira indo iria ingĩ ciothe. Kuliko vitu vyote. Tigana na maundu maingĩ nĩ magĩte goro. Mambo mengi yamekuwa ya gharama. Gukira Ngai. Kuliko Mungu. Urata ni ugite goro. Urafiki ni wa dhamana. Tunavalia urata gukira Ngai. Tunadhamini urafiki kuliko Mungu. Tunadhamini kazi kuliko Mungu. Tunadhamini ndoa zetu kuliko Mungu. I want you to know today. Nataka ujue leo. Your source, you must value your source. Lazima udhamini chanzo chako. The first thing that you need to do, jambo la kwanza nafaa ufanye, is to do a return. Ni kufanya urejeo. And the second thing that we will speak next week, lazima tufanye, is to live a spiritual life. Ni kuishi maisha ya kiroho. Don't just live in the physical. Usiishi maisha ya kiasilia. I want to say, as I will say next week, nasema nitakaposema juma lijalo, your wells, kisima njia zako, are not in the physical. Haziko katika visima hali ya kuonekana. haviko in the physical. Tell your neighbor, your wells are not in the physical. They are in the spirit. If you don't live in the spirit, you will not see your wells. Number one, return to the source. Number two, live in the spirit. In the name of Jesus. So stand on your feet and open your mouth. And I want you to tell God today, Father, help me to do a return. Mwathani ndige gugutiganiria. Ohoro wa gutiganiria Ngai. Andu mareka maundu mao na makamekirira kio. Watu wanafanya mambo yao na kufanya bidii na magatiganiria Ngai. Na mwachiria Kabotindi ukihura rugano na mundu na ndungithie kuhoya. Afadhali upige kelele na mtu na huwezi enenda kuomba. Kabotindi ukihura rugano na mundu na ndungithoma maandiko. Afadhali ukae ukiongea na mtu sana. Kabotindi kwa mundu mucie muthenya mugima. Ukae kwa mtu nyumbani na ndungithie ngwataniro. Na huwezi enenda kwenye ushirika. Na tikulima murarima. Na sio kulima mnalima. Nikugiria ucio ngi arute wira wake wa mucie. Nikugiria huyo mwingine afanye kazi yake ya nyumbani. Wapendwa, Edwa, Biblia iruga ni mutiganiirie Ngai. Maandiko yasema mmemwacha Mungu wa kweli. Ndirahoya uhoe Ngai aguteithie kwaga kumutiganiria. Akusaidie. Wapendwa, let me tell you. Nikwambia mpendwa, ni matiganiirie Ngai. Watu wamemwacha Mungu. I'm telling you very sure. Na ndirauga uhoro wa kanitha uyu. Sisemi kuhusu wanadamu wamemwacha Mungu. Ado ne matigete Ngai. Ti kugwa magwite. Hawajaanguka. Ti kwihia. Si kufanya dhambi. Gutiganiria. Kuachana. Ngai ri Mungu ndari na goro. Sio wa dhamana. He's not any more expensive. Yeah, hana udhamana wowote. Bwana asifiwe. Amen. Indo irio tiganagiria gwaku nja tha ici tungithi no tukore mukebe wa makara. Tukienda kwako. Kana gakunia kale uguragira makara. Mukebe wa makara. Ama gonia ya. Tungithi umuthi ona ikunia ria makara no turikore ki. Hata gonia tupu la makara. No tutingikora cheki. Lakini hatuwezi kuta cheki. Na title deeds. Ati niwe rakinyagwo andu makihituka. Ndio inakanyangwa watu wakipita. Niki wikite? Umefanya nini? Utiganiirie gakunia ka makara. Umeachana na hiyo gonia ya makara. Tondu gatire na ngara. Kwa sababu haina udhamana. It is never expensive to you. Haina udhamana mwingi. Ona mundu agioka we gakunia ka makara ndungihura thimu. Ndungihurira mundu thimu mwira ati ni ngutigite gakunia ka makara haha ni kayirwo. Uguthio gwetha ka
Uenda utaenda ukikora nyumba ifunjitwo cekie title igathie. Na ukienda ukute nyumba imefunjwa na title deed. Nasema haitafujwa. Ilo cio yaku nawe utiganirie Ngai na niwe wa goro gukira indo icio. Umeachana na Mungu na ndiye wa dhamana. Indo icio reciria nicio cia goro ti cia goro. Hizo vitu nafikira ni Uigite tumakonia twa makara ithanduku. Magonia ya makaa kwenye tumakonia twa makara ri tuli ureciria ni very expensive. Uigite ithandu magonia ya makaa ile nacio title ciaku nazo title deed ugacigaja ikanyagonia unaziweka gutiganiria Ngai ni gutiganiria indo cia goro ni kuachana na vitu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kusema and I'm saying this in the spirit. Nasema haya katika roho. Ado ni matiganirie Ngai matire na fatana Ngai Ngai ni agite goro. Mungu amekosa udhamana muturire-ini wake maishani mwa mundu no eke maundu maria mangi mothe. Mtu anaweza fanya mambo mengi no Ngai ndaroka handu lakini Mungu hakuji. God has no number. Mungu hana nambari in our lives katika maisha yetu anymore. Tena I'm saying to you, nasema kwako, if you want to see iwapo unataka kuona your great days this year, siku zako za ukuu mwaka huu, if you want to redig your wells, iwapo unataka kufukua visima vyako, you must return lazima urejee to the true fountain, kwenye kisima cha ukweli. Let God be expensive. Wacha Mungu awe na udhamana. Bwana asifiwe. Amen. Let gotira makanya mefaifu ira we nayo. Haijalishi yale pipe uko nazo. Mai mage higo haria moimaga. Maji ya kifungo mahali inatokea. Hata ikiwa ya dhamana kiasi gani. Tutigwithanie. Tuelewane. Kuna visima vinaleta maji kutoka huko juu mlimani. Amen. Kuna mito inavuta maji kutoka kwenye hizo visima. Hata ukiweka pipe za dhahabu, pipe zile ambazo ni pana, pipe ambazo mtu atapitia ndani, na wafunge pale mwanzo. Ilo yako naona waga kuigwa gike no nginya uigue. Ambia aliye karibu, ukikosa kusikia hii lazima usikie. Akoro ni urenda kuona thiko ciaku njega. Iwapo wanataka kuona siku zako, ndoge misi Ngai. Huwezi kosa. And I may tell you the truth. Na ninawaambia ukweli. Ono ngekera mifaifo. Hata ukiweka pipe. Ono ngiambiriria biashara ina maletwa mariko. Hata ukianza biashara iliyo na majina gani? Biashara siena maletwa maria mothe matari ginya na meaning kiria ine maletwa majina yasiyo na meaning kwenye kamusi, and you are not connected to the source, na hujajipatanisha na chanzo. Nebule, just a matter of time. Ni kwa wakati tu, because you have forsaken the true fountain, kwa sababu umeachilia kisima cha ukweli, and you are digging for yourselves broken cisterns, pia mabirika ambayo imefujika. Gwada kugo, nataka niseme haya, tiga gutiganiria Ngai, wacha kumwachana, tiga kuona Ngai ta ukaga thutha, wacha kuona Mungu kama anakuja maundu maria mangi marika baada ya mambo yote kuisha. Ngai ti wa thutha, Mungu si wa nyuma. Ngai agirire gukorwo mbere. Mungu anafaa awe wa mbele. Biblia inasema the Lord, maandiko yasema Bwana he will guide you. Atakuongoza. The Lord is ahead. Bwana ndiye kichwa. And guiding comes back. Na kule kuongozwa kuna kuja nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Bwana atakuongoza. So kuongozwa kwako, Bwana yuko mbele. Ukiweka Bwana nyuma, hautaongozwa. Ukiweka Bwana nyuma, wakati wa ukame, utaona shida. Ukiweka Bwana nyuma, mifupa yako